kwa tuta. Ndio William Ruto. Tuta. Hata Caleb hapo kwa hapo tuta. Caleb ni fire. Ni noma. Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Kibarua kinazidi kuwa kigumu kwa naibu wa rais Mheshimiwa Kithure Kindiki ili kurudisha imani ya William Samoei Ruto kwa watu wa Mlima Kenya. Tunapoelekea kwenye uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027, bado William Samoei Ruto akona matumaini ya kuzipata hizi kura za watu wa Mlima Kenya. Anazitegemea sana hizi kura za watu wa Mlima Kenya kwa sababu anajua ndio zilimsaidia pakubwa yeye kushinda kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2022. Na kipindi hiki watazamaji wangu, William Samoei Ruto amekuja kugundua kwamba zile kura ambazo alizipata kutoka Mlima Kenya mwaka wa 2027 kwenye uchaguzi mwingine wa mwaka wa 2027, hizo kura hatoweza kuzipata kabisa. Na ndio unaona sasa hivi William Samoei Ruto anaendelea kufanya juu chini, anaendelea kupigana kuhakikisha kwamba anapata ODM ili kuje kumsaidia kujazia zile kura ambazo atazikosa kutoka kule Mlima Kenya. Lakini swali kubwa ni je, kadri Kindiki anavyoendelea kuingia ground na kukambenia serikali ya William Samoei Ruto pamoja na UDA, kweli wananchi wako interested, wananchi wako na haja na utawala wa William Samoei Ruto kwa ule mwingine? Kwa sababu yale mambo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia pale ground, maoni ya wananchi pale ground na vile ambavyo hawa viongozi wamekuwa wakipokelewa, ni ishara kabisa hawa wananchi wamepoteza imani kabisa na utawala wa serikali ya Kenya Kwanza, na William Samoei Ruto atalazimika kufanya makubwa pale Mlima Kenya, kwa sababu sasa hivi watu wa Mlima Kenya wameanza kutoa masharti, tufanyie ili ndiposa na sisi tukupatie kura mwaka wa 2027. Kabla ziendelee kuwafahamisha zaidi watazamaji wangu kuhusiana na changamoto ambazo naibu wa rais Mheshimiwa Kithure Kindiki amekumbana nazo kule Nyeri manyumbani mwake aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike hii video ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule Mlima Kenya. Kama kuna kiongozi ambaye anakumbana na kipindi kigumu sasa hivi pale Mlima Kenya wa kumkambenia William Samoei Ruto, ni Kithure Kindiki. Wakati wa promises umeisha, wakati wa ahadi umeisha. Sasa ni kuwafanyia wananchi kazi. Kwa mfano siku ya leo wakati Kithure Kindiki amefika kule upande wa Nyeri, amepokelewa vizuri, lakini yale masharti ambayo yamepeanwa pale ni masharti ya kusema ya kwamba sisi tuko kwenye upande wa one term, kwa sababu yale masharti ambayo anapewa ni kukamilisha promises zake, ni kukamilisha mambo ambayo aliwaahidi watu wa Nyeri County. Na tunapoelekea pale mwaka wa 2027, kama hatofanya hivyo, basi ajue ya kwamba kura hatopata kabisa. Sasa swali kubwa ni je, Kithure Kindiki ataenda kumsukuma William Samoei Ruto atekeleze hayo mambo kabla ya mwaka wa 2027 ndiposa yaweze kuzipata hizo kura? Kumbuka kule Tharaka Nithi manyumbani mwake Kithure Kindiki, hali ni hiyo hiyo. Wananchi wamekuwa wakiingia kwenye maandamano, wanafunga barabara, hawaoni maendeleo yoyote baada ya Kithure Kindiki kuingia uongozini. Sasa hatafanya vipi? Mkono mtupu wa ulambi wa watazamaji wangu. Watu wa Mlima Kenya wamesema enough is enough. Kama mbaya William Samoei Ruto ametusaliti, na sasa hatuwezi tukampatia nafasi nyingine ya kuendelea kutubembeleza na maneno matamu. Tufanyie kazi ama kura ukose. Huo ndio msimamo wa gavana Mutahi Kahiga akizungumza siku ya leo mbele ya naibu wa rais Mheshimiwa Kithure Kindiki. Hakuna mchezo sasa hivi, tufanyie hili na sisi tutaimba tutam, lakini bila hiyo sisi hatuko na wewe kabisa. Wamemwambia kwa uzuri sio kwa ubaya, bila kutufanyia hivi basi uzitarajie kura za watu wa Nyeri County. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, moja kwa moja kutoka kule maeneo ya Nyeri ambako Kithure Kindiki anaendelea na ziara zake za maendeleo pamoja na kisiasa sasa hivi, na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Mimi najua ungetaka niseme tu tamu sana, lakini kabla niseme, kabla nifanye nini? Tuliza. Nakai jetia ido, jetia ke? Jade are haha adeke kemwe igere idhato inya idhano. Huu ndio mtihani ambao tunapatia rais. Tuanze na moja,
dual carriageway yetu itoke Marwa ije Nyeri iende Muiga iende mpaka Nyaribo. Weka hiyo. As many as of that opinion say aye. Si hapo tumetiki. Ya pili, Your Excellency, when you came with the president, tuliwaomba na mukakubali hospitali hii ya PGH ambayo ilijengwa 1927. Hata mimi nilizaliwa huko. Ukakubali tutajengewa hospitali ya 1 billion shillings. Hiyo ongeza hapo, ikiwa tik tunasema tik. Ama namna gani? Hauneguo. 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 Hapo ni sawa. Your Excellency, ukitapokutana na rais, mwambie governor alisema hivi, tarehe 12 Jamhuri Day tunataka kufanyia Rorengo ikiwa imeisha. As many as of that opinion say aye. Your Excellency. Your Excellency. Ukitufanyia hayo, utusukumie hayo mambo, tunapoangalia, na tunataka kukushukuru kwa sababu ya hizi soko, kuna nyingine katika karibu kila sub county, na housing zikiisha, sisi tutaangalia hayo maneno. Kanatigwa dwaito. Kanatigwa dwaito. Leria turari kwaria na president muthenyogi Kanyari akua. Tiramwira twina murigo munene muno, president ni aratuteithirie na shilingi milioni 1. Turaria na muthuri uyu nake ndiramwira riu urakihita hitwa atia nawe niwe umite kirima-ini nake araninge ngiki riu Kanyari ni aguthikwo na gitio ka ndaguthikwo. Ndamwirire atiriri ngumenyerere tutikanaite mai, tutikanate mwana na mai, twi hamwe. Na mtazamaji, kama vile ambavyo mmeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi pale ground. Kwa kweli wananchi wameamua, pia vile vile viongozi wameamua William Samoei Ruto kupata kura za Mlima Kenya itakuwa na changamoto kubwa pale mwaka wa 2027. Viongozi wa Mlima Kenya wenyewe ambao walimsupport William Samoei Ruto pale mwaka wa 2022 sasa hivi wameanza kumuondokea, wameanza kujitenga na utawala wa William Samoei Ruto. Na unajua ni kwa nini wanafanya hivyo? Hawajitengi na utawala wa William Samoei Ruto kwa kupenda kwao, ni kwa sababu ya kusikiza ground. Kwa sababu kumbuka ya kwamba 2027 utaingia ground uanze kuomba wananchi kura, na hakuna vile ambavyo utawaomba kura na wewe uko na msimamo tofauti wa kuendelea kusupport serikali ambayo haijakuwa ikiwafanyia wananchi kazi. Wananchi hawawezi wakakuamini kabisa. Ndio manake sasa hivi asilimia kubwa ya baadhi ya viongozi kutoka kule Mlima Kenya, ukuwe ni seneta, mwakilishi wa wadi, mbunge, women rep, kama wewe unajua haujakuwa ukisimama na mwananchi, haujakuwa ukisikiza ground, haujakuwa ukimtetea mwananchi, wewe umekuwa tu ukitetea serikali ya Kenya Kwanza, 2027 wewe unaenda nyumbani. Hiyo sio siri. Viongozi wengi wanajua walifanya makosa. Kitu cha kwanza kwa kushiriki kusupport impeachment ya aliyekuwa naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hapo ndio watu wa Mlima Kenya waliona kwa kweli hatujachagua viongozi wa kututetea sisi, tulichagua viongozi wa kwenda kujinufaisha wao wenyewe na kusahau masaibu ambayo wananchi wanayapitia. Na komea hapo watazamaji, lakini sijui unaona vipi tunapoelekea pale mwaka wa 2027. Kweli William Samoei Ruto atajizolea zile kura ambazo alizipata kutoka Mlima Kenya kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2022? Ukiangalia vile ground inazidi kumhama William Samoei Ruto sasa hivi, one term inazidi kuongoza Mlima Kenya, Rigathi Gachagua anazidi kupata umaarufu, DCP inazidi kuingia ground. Sasa William Samoei Ruto atafanya vipi ili hakikisha kwamba amezipata hizi kura za watu wa Mlima Kenya? Atakamilisha miradi zake ama ataenda tena na zawadi kochokocho za empowerment, jambo ambalo watu wa Mlima Kenya wamekuja kulizoea? Hawataki kupewa maharagwe, hawataki kupewa pesa ambayo itaisha na siku moja. Wanataka maendeleo ambayo wataitumia miaka na miaka. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment watazamaji wangu, na kabla sijatamsha na kukumbusha tena uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Msende bado watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.